Fanya sala kwa utukufu wa Mungu. Lengo kuu la sala si tu upate afueni kwa watu wake, bali urejesho wa sifa ya Mungu, mji wake na patakatifu pake. Sala na dhamira ya sala iwe kumrejesha Mungu mahali pake patakatifu katika maisha yako na wale wanaolisikia ombi unalolitoa. Ombi ni kumrejesha Mungu mahali pake patakatifu. Ombi hilo ndivyo linavyokwenda na kuisha, ya kwamba unamrejesha Mungu mahali pake, unamtegemeza Mungu mahali pake, na unamuona huyu Mungu mahali pake, na wale wote wanapoabudu wakitoka wana sura ya Mungu katika kiti chake cha enzi, utukufu wa uwezo wake, wamsifu na mshangilie moyoni ya kwamba huyu Mungu anastahili kuabudiwa. Huyu Mungu ndiye. Wapendwa, tutamalizia mchana. Vijana, ninyi hasa na walenga, Mungu ana safari anayotaka kwenda nanyi. Jitoeni. Na nawaambia hivi, msiogope kufikiria makubwa, kwa sababu Mungu wenu ni mkuu. Fikirieni makubwa. Nitawaambia hivi, fikirieni yasiyowezekana, kisha mjaribuni Mungu wenu. Akiwaangusha, mlaumuni. Ikiwa mtakuwa mmefanya sahihi kabisa, akiwaangusha, mlaumuni. Lakini namfahamu huyo Mungu. Nina vijana katika Biblia wengi, kuna vijana hata katika maisha ya leo ninavyosafiri mimi nakutana nao wakikueleza Mungu aliyowaweka kwao na wanayoyafanya. Mengine ni miujiza kabisa katika macho ya wanadamu. Hakuna mipaka ya kile mnachoweza kuwa vijana. Na kanisa, ninawaomba wazazi kwa ujumla, msidharau vijana. Wapalilieni vijana, wawezesheni vijana. Msidharau njozi zao mkadhani ni kwa sababu ya kula maharage. Yusufu aliota ndoto wakadhani ni mandoto, zilipotimia waliungama. Mungu anafanya kazi na vijana. Kijana nayemkumbuka mwingine ili tufunge hapa ni huyu Samuel. Mtoto, kwa kweli mtoto. Mungu anaruka mzee nabii Samueli, anakwenda kuzungumza na mtoto. Mtu asiudharau utoto wako. Mara 3 kijana, kwa sababu hana uzoefu na Mungu, yeye anakimbia kwa Eli, umeniita? Eli, umeniita? Sema hapana. Mara ya 3 Eli anamwambia, ninafahamu Mungu anavyozungumza, na sasa umeamka mara ya 3. Ngoja nikuambie kwa uzoefu, anayeita ni Mungu. Mungu akiita, huwa unasema hivi, nena, mtumishi wako anasikia. Nena, mtumishi wako anasikia. Na walika tusimame tuombe.